Eneo la familia kushoto kwangu, eneo la watoto. Tumeomba laini za mwanzo, laini nne tuziache kabisa kwa ajili ya watoto na wenzi wao na wajukuu. Kwa hivyo wengine tutakuwa nyuma yao. Bwana unifadhili, Bwana nakulilia wewe mchana kutwa. Bwana wewe tayari kusamehe. Bwana tumeomba laini za mwanzo walau 2-3 tuache kwa ajili ya watoto. Wezi wa wengine tunaweza kuwa tunajua ni ndugu wote, lakini watoto tuwape nafasi za mwanzo hapa. Haki yako katika nchi ya uharibifu, katika nchi ya uharibifu. Bwana unifadhili, Bwana nakulilia wewe mchana kutwa. Bwana wewe umekuwa tayari kusamehe. Bwana wewe tayari kusamehe. Lakini mimi nimekulilia wewe Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakufikia. Bwana unifadhili, Bwana nakulilia wewe mchana kutwa. Bwana wewe umekuwa tayari kusamehe. Bwana wewe sana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ni kweli kwamba tupo katika mji huu kwa ajili ya kuungana na familia
kumsindikiza na kumwaga mama na bibi yetu Pelagia Markishayo, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemuita kwenda kupata pumziko la milele katika yale makao ambayo Kristo alituahidia. Naomba tuketi sasa. Naomba tuketi. Niombe kuweka tena utaratibu ule ambao ni wa kuketi, ili tunapoanza heshima za mwisho tuweze kwenda sambamba, lakini kila mmoja aweze kuwa kwenye nafasi. Tuliomba eneo hili watakuwepo masista, lakini kulia kwangu pia walau nafasi ya viti vichache vya mwanzo, laini mbili hata zile za pembeni, waheshimiwa viongozi wa mahakama, waheshimiwa majaji, lakini pia waheshimiwa makimu. Na baadaye tukaomba pia mawakili watakuwepo katika eneo hilo. Na tuliomba wageni kutoka mikoani Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na maeneo mengineyo watakuwepo nafasi ambayo tayari wapo baadhi ya wageni ambao wameshafika. Lakini pia upande wa kulia kwangu, eneo la katikati hapa tumeomba ni kwa ajili ya kwaya. Kwaya pia naamini wapo wengi kidogo. Kule nyuma bado kuna nafasi, hema lile ambalo lilikuwa linarekebishwa limeshawekwa vizuri, tunaweza tukarudi nyuma walau tukiacha laini 6 kwa ajili ya wana kwaya. Kwa hiyo naomba tushirikiane katika hilo. Wana familia pia wako hapa tayari katika utulivu huo. Tuko hapa kwa nia njema, wazo kubwa ni kuifariji familia, lakini pia basi kuendelea kumwombea mama yetu mpendwa Pelagia. Utaratibu wa heshima za mwisho, niombe kwa huu muda basi baba padre alifanya sala na padre mwingine aliyefika, naomba mtaanza kwa ajili ya heshima hiyo ya kutoa heshima, na baadaye nitaomba sister pia ataweza kufika baada ya mapadre, na baadaye nitaomba kwa heshima na familia tutawapa nafasi baadaye. Lakini wageni wetu pale kutoka Dar es Salaam na maeneo mengine mtanyanyuka. Naomba tunapokuja basi tutaenda moja kwa moja, utakuja upande huu alafu unazunguka, wakati unatoka ndipo unatoa heshima zako za mwisho. Sister, tunaomba uje baada ya mapadre. Asante. Naomba sasa eneo hili, naomba tunyanyuke. Nimeomba unakuja moja kwa moja, unapitia upande wa kushoto kwangu kama nilivyosimama, unazunguka, unatoa heshima zako, kisha unarudi kwenye nafasi kwa mstari mmoja. Tuliomba kwaya, nimepata taarifa wako wengi, kwa eneo hilo tuliache kama lilivyo tu. Eneo hilo tuliache tu kama lilivyo, ni katika kuhakikisha siku ya leo inaenda vizuri. Tunaomba tuanze pia eneo hili, tuanze kwenda, tunaenda laini kwa laini ili tuende vizuri. Laini hizi zilizoko hapa, naomba tuje kwenye heshima za mwisho, tuunge hapa.
sikio lako, ulisikie neno langu. E Bwana, unilinde kama vile mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Eneo hili tuonge kwenye mstari, lakini tumeomba pia basi, unapotoka kwenye heshima za mwisho bado kuna nafasi kule pembeni. Eneo hili tumeomba libaki kabisa. Kwaya zipo karibu 3 wameomba kwa kadiri ya familia. Hatuna wazo baya kwa kila mmoja, lakini ni ile mipango tu. Kwa kuwa nafasi zipo, basi tuendelee kupata nafasi katika maeneo mengine. Eneo hili litabaki, tutaomba ushirikiano huu. Onesha fadhili zako, fadhili za ajabu, uwaokoe na adui zao wale wanaokimbia. Eneo hili pia tuendelee kunyanyuka, tunaomba mstari vizuri pale kwa ajili ya kwenda kwenye heshima za mwisho. Sikio lako, ulisikie neno langu. E Bwana, unilinde kama vile mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Naita Ya, asante. Kitabu cha Maombolezo kwa ajili ya basi kilikuwa kinapitishwa, kuna mahali fulani ambapo kimefikishwa na pengine hatujajua ni wapi. Tunaomba pale uliko nyosha mkono walau watu waendelee kupata kutoa neno. Na wale vijana wa mapambo basi mnahitajika pia wewe wajua lililo haki. Mungu nimekuja kwa maana utaitika, utege sikio lako, ulisikie neno langu. E Bwana, unilinde kama vile mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbako.
tunaendelea na utaratibu wa heshima za mwisho. Utaratibu wa heshima za mwisho kwenye hema linalofuata pembeni mwa wanakwaya, naomba pia twende na baadaye tutafuata wale. Tunaenda kwa mstari ili tuweze kwenda vizuri katika utaratibu. Onesha fadhili zako, fadhili za ajabu, uwaokoe na adui zao wale wanaokimbilia kwako. Hema pia pembeni pale, tunaomba na nyie mweze kuunga kwenye mstari pale. Basi wapendwa wana familia, ndugu waombolezaji, baada ya waombolezaji ambao kwamba muda huu tumekuwepo hapa, tumeweza kutoa heshima za mwisho, nitaomba wana familia muda huu pia tuwape nafasi katika utulivu kabisa. Waombolezaji wengine ambao watakuwa nafika kwa muda huu tutaomba watatulie kwanza, ili wana familia nao waweze kuagana na mama, na ninaomba tutaanzia pale nyuma kwa kadiri tulioketi, tunakuja taratibu, alafu watoto pamoja na wenzi na wajukuu watakuwa mwisho. Lakini pia kwa kadiri ya familia na kwa jinsi ambavyo pia kwa wale ambao tulikuwa jana jioni hapa, tulisikia mambo mengi sana ambayo watoto na hata marafiki na majirani waliyafurahia kwa mama, na kati ya mambo yaliyozungumzwa ni ukarimu wake pia aliokuwa nao mkubwa, na familia imeona ni heshima kabisa kwamba leo tunapomsindikiza basi tuendelee kumwenzi katika upendo huo na katika ukarimu huo. Kwa hivyo naomba muda huu wale wageni wetu kutoka mikoani, kwa maana kwamba mlioko hapa, naomba tuanze kunyanyuka. Daktari, naomba utanisaidia uanze kusogea pale, na mimi kuna huduma ambayo imeandaliwa kwa sasa, tunasema kuna shaba kidogo ameiweka pale muda ule wa ibada, basi walau tuweze kupata huduma hiyo. Papo tayari tumeshahakikisha, kwa hivyo naomba ile zoezi tuweze kufanya hivyo. Naomba tunyanyuke tuende pale kidogo, kuna huduma iko pale ya muda mchache.
Nyanyuka tu, pita pale getini, utaona kuna huduma, kuna shaba kidogo zimetengenezwa pale. Tuendelee kukaza tumbo kabla ya muda wa ibada. Basi najua wengi wametoka mbali na familia imeenda utaratibu. Naomba tunyanyuke twende kabla ya kupata nafasi nyingine. Asante. Wakati tunapoendelea na utaratibu wa heshima za mwisho, basi wale wenye salamu za rambirambi, naomba pia mtaweza kuwasiliana nami kwa ajili ya kuratibisha salamu hizo. Waombolezaji ambao mna salamu za rambirambi, naomba pia mtaweza kuniona kwa ajili ya kuendelea kuratibisha salamu hizo. Uchafu wa moshi mzito, hata uzima kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Bwana Yesu milele yote atanipigania. Asante sana. Basi nitaomba pia katika utulivu huo, nitaomba watoto wale mlioko na wenzi wenu mtakuja, mtatoa heshima. Piga picha yetu pia tunaweza tukatengeneza utaratibu walao. Tunaomba twende alafu tuachie watoto watoe heshima zao. Baada ya mnaingia hivi sasa zoezi hili, tukishamalizia watoto sasa ndipo tutaendelea. Asante. Basi tunaomba kwa hivi sasa watoto wa mama yetu mpendwa waweze kufika. Tunaomba wale kiume waanze kusogea, wale mlioko na wenzi wenu pia mnakuja pamoja, baadaye wale wa kike, alafu kutakuwa na utaratibu wa picha pamoja. Lakini nitamuangukia Mwenyezi, Bwana Yesu milele yote atanipigania. Bwana Yesu niangamie.
tamaa kwa kuwa najua Yesu Mwokozi amenisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania, ataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Salamu za rambirambi naendelea kuratibisha wenye nazo salamu. Wenye salamu za rambirambi naendelea kuratibisha, lakini pia kama nilivyosema, basi wazo kubwa ni kuendelea kuungana na familia. Asante. Baada ya watoto, naomba pia wajukuu sasa wasogee. Wajukuu pia waweze kusogea. Wajukuu pia waweze kusogea pale. Wajukuu mweze kusogea pia kwa ajili ya picha kumbusho. Wajukuu wote tusogee pale.
wajukuu kwa umoja wenu. Wenye salamu za rambirambi naendelea kuratibisha wenye nazo, namba mweze kuwasiliana nami. Baada ya picha ya pamoja ya watoto na wenzi, lakini pia hata wajukuu, namba wale ndugu zake na mama, wale ndugu zake na mama Pelagia, kukiwa kuna wadogo zake au dada, namba msoge pale, na wajomba pia mtajiandaa kama mpo kapata picha, wale ndugu na mama Pelagia. Nilitangaza kwamba familia waliona ni busara tu kwamba watu wametoka mbali na karibu pia, na hali ya hewa kama tunavyoiona ni ya baraka, na kukiwa na hali hii basi nalo huwa linaachia haraka hata kama umekunywa chai. Nilisema kwamba kuna shaba ambayo imeandaliwa pale, kwa hiyo ukinyanyuliwa nenda. Wengine wanasema nini tena jamani, nimekunywa chai. Mpaka tumalize kuzika saa 8:30 saa 9 huko, inawezekana baadaye ukajisikia kwamba pengine tumbo linadai. Kwa hiyo kuna shaba iko pale, unapokaribishwa nenda kapata huduma hiyo. Ni heshima kwa ajili ya mama na bibi yetu Pelagia, kwa hiyo naomba tuendelee kuitunza tu. Wale ndugu na baba Marki, wale ndugu zake na baba Marki Shai, wale ndugu zake, ukiwa kuna kaka zake na Marki au ndugu zake pia ambao ni shemeji mama Pelagia, naomba msogee pale kwa ajili ya kupata picha ukumbusho pia. Kama mko na wenzi wenu mnafika nao, kama mko na wenzi wenu mnafika nao pamoja. For me
Pelagia, wifi zake na mama Pelagia, wale wifi zake na mama Pelagia pia tunaomba mfike kwa ajili ya kuweza kupata picha kumbusho. Wale watoto wa baba wakubwa na wadogo na hata wale wanaomuita pia mama Pelagia, mama mkubwa, mama mdogo, naomba pia uweze kusogea. Watoto wa baba wakubwa au wadogo, wale ndugu wa mzee Marki, naamini pia kunao watoto wao hapa, basi naomba mfike kwa ajili ya ukumbusho wa picha pia. Taratibu wa picha bado tutaendelea nao. Naomba wale ambao hawajatoa heshima sasa kwaje, utaenda moja kwa moja, utazunguka jeneza, wakati unatoka ndipo unatoa heshima za mwisho. Wale ambao hamjatoa heshima za mwisho sasa tunaomba tuweze kusogea. Waombolezaji ambao hamjatoa heshima za mwisho, naomba sasa tufike kwa kuweza kutoa heshima hizo.
Tunaomba wale waombolezaji ambao hamjatoa heshima za mwisho, tumia nafasi hii. Mwili wa mama na bibi yetu mpendwa Mama Pelagia uko pale, nenda katoa heshima zako za mwisho. Wale ambao hamjatoa heshima, ni nafasi ya muda huu sasa. Tunatoa heshima za mwisho. Wale mnaofika waombolezaji, tafadhali tunaomba tuweze kusogea kwa ajili ya kwenda kuaga mwili wa mama na bibi yetu Pelagia. Ambao walijiepusha kwenye sahani za rambirambi na wale ambao pia wanaendelea kujiorodhesha wafanye hivyo. Tunazo dakika chache, saa 6:30 tutaanza kutoa nafasi ya kuweza kutoa salamu za rambirambi kwa kuwa wanafamilia hapa, na muda huu ili salamu zitakapokuwa walau baada ya ibada tumalizie, lakini 6:30 tutaanza kutoa salamu za rambirambi. Wale ambao walijiorodhesha, wale wasemaji kwa niaba ya vikundi vyao au katika taasisi zao, basi naomba pia wajiandae.
mnakaribishwa kwa ajili ya kupata walau chochote. Basi wale ambao bado mnaendelea kukaribishwa. Dakika chache zoezi hilo tunalifunga. Tunazo dakika 10 tunafunga zoezi hilo. Kwa hivyo hujaenda kupata huduma hiyo, fika pale. Asante. Basi ndugu zangu na familia wapendwa waombolezaji, kwa wale ambao mlikuwa mjaenda kupata chochote hivi, tunaingia kwenye salamu za rambirambi. Nilisema hii itatusaidia kwamba wingi wa salamu pengine kutoka kwetu, baadaye tunaweza kumalizia. Kwa na familia tayari wako hapa, tunaweza kutoa naomba tuanze na wanasheria Tanganyika. Wakati kiomba sekondari, msemaji akijiandaa. Chama cha wanasheria Tanganyika, karibu msemaji. Basi toa salamu zako. Baba, karibu. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ninawaletea salamu za upendo, salamu za amani kutoka kwa chama cha wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society. Na pia tunawaletea salamu za upendo kutoka Eugenia, Eric, pamoja kwa kuondokewa na mama yetu mpendwa Pelagia Makshayo. Lakini pia tulikuwa tuna neno dogo la faraja wa Korintho wa pili sura ya 4. Nawe nasema, naimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Tunatambua kwamba sisi kama binadamu hatuna maneno mazuri ya faraja, isipokuwa tunazidi kuiombea familia, watoto, wajukuu, faraja ya pekee ya Mungu ikapate kuwa pamoja nao katika kipindi hiki cha majonzi wanachokipitia. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, tunashukuru. Mtakatifu Agustino, wakati mkiomba wakwe kutoka Mika upande wa Mongi, naomba pia msemaji ajiandae. Tumsifu Yesu Kristo, taifa la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesimama mbele yenu kutoka familia ya Samuel Mongi kutoka kule Mika kwa ajili ya kuleta neno la pole kwa familia ya Kinashayo. Ndugu zetu wa Kinashayo, poleni sana kwa msiba mkubwa ambao umewapata, msiba wa mama yetu mpendwa. Ndugu zangu wapendwa, msiba hauzoleki hata siku moja. Msiba ni kitu kinagusa maisha ya mtu na watu wanapononeka sana. Ndio kusema tena sana ndugu zetu, Mungu atawapa faraja ya kweli kupitia Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Asante. Tayari na ukoo wa Tesha pia, ile msemaji pia tunaomba jiandae. Familia kwa ujumla na waombolezaji wote tunatoa na pole ya Kigango cha Chombo, nyumba ya Sala Mrawi, nyumba ya Sala Rununi. Kwa kweli wamesikitishwa sana na wanapata mshtuko mkubwa kutokana na kifo cha mama wao. Ila nilisimama hapa nimehudumia kwa kipindi cha miaka mitatu sasa. Mimi namfahamu kwa karibu.
Padi jana alitoa 75% ya wasifu wake, lakini siku hapa kutoa wasifu. Sema kwa kweli kigango cha chombo kimepata pengo kubwa kwa na mama huyu. Kitabu hiki kimeeleza wasifu wake, lakini sina haja ya kutoa wasifu isipokuwa ni shuhuda wa haya yaliyoandikwa huko. Amehudumu na sisi, na sifa yake moja ambaye padi aliacha 75% ametoa, 20% kaiacha, lakini natoa ile 25 iliyoachwa. Huyu mama tunamsifu, alikuwa haachi hata sentani kadondoka chini kwa ajili ya kuitunza, kwa ajili ya kuweza kuimarisha familia yake, hususan watoto wake wakawa waadilifu, wakaishi imani kwa vitendo. Kwa hivyo tunaamini katika Yesu Kristo. Sana uko Watesha, shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kule Same. Tunaomba pia msemaji asogee. Kristo tumaini letu. Mimi niko hapa, naitwa Janet Tesha, na ninaye mwanangu ambaye ameona aje asimame na mimi hapa kwa sababu naye kaanguka. Uko Tesha wanaoishi Dar es Salaam na wale wanaoishi hapa Moshi wamepokea kwa mnitukilishe ili mjue kwamba wapo pamoja na apumzike kwa amani. Asante. Shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kule Same, Jumuiya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Dar es Salaam, msemaji pia tunaomba asogee. Shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kule Same, msemaji karibu. Asante. Wale walioorodhesha salamu, tafadhali napoandaa usogee karibu, na wale ambao hajatoa heshima bado tunaendelea, hatuja sitisha zoezi hilo. Jumuiya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Dar es Salaam, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba mwanajumuiya mwingine, nimemwona Nyaisa Godwin. Kristo. Basi sisi mnatuona hapa mbele, tunawakilisha Jumuiya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu, Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu. Mimi naitwa Margaret Kongo, hapa pembeni mume wangu James Kono, ni wana jumuiya wenzetu. Oliva ni makamu mwenyekiti kwenye jumuiya yetu. Tisha imani katika sala za jumuiya. Kwa kweli tulipata bahati pia ya kukutana na mama, kwa sababu alipotimiza miaka 75 alikuja Dar es Salaam. Kwa hiyo mama pia tulimfahamu. Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, mimi ni mwenye hapa, pole sana. Kristo. Mheshimiwa Diwani eneo hili, mwakilishi wake tunaomba aweze kusogea. Mheshimiwa Diwani eneo hili, mwakilishi wake tunaomba asogee. Wakati tukiomba darasa la sheria mwaka 1997, tunaomba pia karibu. Asante. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Diwani wa kata ya Uru Kusini, Mheshimiwa William Kitali. Amepata dharura kidogo ya safari, lakini msiba ulipotokea alikuwa mahali hapa.
amenituma nizungumze machache kuhusiana na mama pamoja na familia walikuwa wanatuunga mkono sana kwenye maendeleo ya kijiji cha Shinga na kata Jua kujishusha, lakini zaidi alikuwa anahudhuria vikao vyote ambavyo vinahusiana na maendeleo ya kata ya Uhuru Kusini. Kwa hiyo anatoa pole sana kwa watoto, lakini pia anatoa pole zaidi kwa Eriki kwa sababu wamesoma wote, lakini pia alimsapoti katika harakati zake za ukuaji kisiasa. Kwa mara naye kwenye mambo mengi, na tunatoa pole za dhati kabisa kwa Eriki, familia, ndugu. Tunaomba wanakwaya popote pale, kama mlishafika mje kwenye eneo lenu mwanze kujipanga. Nimeomba darasa la sheria mwaka 1997 tunaomba sogea, lakini pia HKL Majengo mwaka 2000. Mungu amekifanya kila kitu kwa majira na wakati wake, na pia sisi wanadamu kila kizuri pia kina wakati wake, na kinapofika wakati wake basi hatumpangii Mungu, anakitwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi kama darasa la tumetoa rambirambi zetu kwa Toni, na pia atakapokuja pale Dar es Salaam yeye na familia yake tutaenda pia kuwapa. Kwa mara nyingine tena tunatoa pole nyingi sana kwa familia na sote tulioko hapa. Mungu awabariki kwa ushiriki wenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Sisi wana familia kutoka Same Moyo Mtakatifu wa Yesu, tukiongozwa na baba pamoja na sister, tumewiwa kuwa pamoja na nyie kwa... Tumsifu Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema. Heja na familia na waombolezaji wote katika kuomboleza kifo cha mama yetu, tunaomba awape nguvu katika kipindi hiki kigumu. Tunaamini sio rahisi, lakini tunaamini Mungu ambaye amewezesha yote ataweza kuwavusha. Tunamwombea aweze kupumzika katika pumziko la milele. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Naam, asante sana. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Angelista Nation, nimeambatana na mwenzangu Helen Masululi. Sisi ni wanadarasa wa mwaka 2012 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Sheria, ambalo ni darasa ambalo Oliver pia na familia yote kwa ujumla. Hatuna maneno mazuri sana ambayo yanaweza yakawa faraja kwenu, lakini tunamwamini Mungu ambaye ni mfariji wa wafariji wote, awe faraja, awatie nguvu, awatie moyo. Na wafiwa wote tunawapa pole. Mungu awabariki kwa ushiriki wenu, lakini Mungu awatie nguvu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante sana. Jumuiya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, St. Joseph Cathedral, Dar es Salaam. Msemaji, karibu. Wakati nikiomba pia wajomba wa Mariki, tunaomba msemaji pia sogee. Ule mwakilishi wa jomba, ninapowataja lengo letu kwamba anapotoka mwingine tukamilishe zoezi hili. Mimi ni mwenyekiti wa Jumuiya Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu. Tumesikitishwa sana na kifo cha mama yetu Pelagia. Mama Pelagia alikuwa mama mwanamsha. Sifu Yesu Kristo. Ya kuishi maisha ya utulivu, kila mmoja ashughulikie mambo yake mwenyewe kama tulivyoagiza hapo awali. Waraka ule wa kwanza kwa Tesalonike, sura ile ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11.
Kadiri ya Mtakatifu Yohane Chrysostom, roho ni ya thamani kubwa kuliko ulimwengu wote. Ushawishi kuhusu ukweli huu inatosha kukumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma mwanaye wa pekee ateseke miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Yesu mwenyewe anauliza, lakini mtu anayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Je, mtu atafaidi nini akiupata utajiri, heshima na madaraka yote ya ulimwengu huu na hali amepoteza maisha yake? Au atatoa kitu gani kiwe badala ya maisha yake? Injili ya Mathayo sura ya 10 kwa ajili ya uzima wa milele. Na ndiyo maana wakati Kristo anapaa mbinguni alisema, napaa mbinguni kwa Baba yangu na Baba yenu, kuandalieni makao, ili pale mimi nilipo nanyi mpate kuwapo. Mama Pelagia alitambua hilo, aliishi ujumbe huu wa Kristo, na ndiyo maana tunaona fahari mchana huu kuungana sisi sote kama familia ya waamini tukimwombea. Ni wazi kwamba kibinadamu tunayo majonzi, tutakuwa naye katika hali ya mwili, lakini kwa walio na imani tunaamini ya kwamba yeye atakuwa ni mwombezi wetu. Wewe umeandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele, kisha unaachana na ya msingi na kujishughulisha na malimwengu ambaye yanapita, tena chanzo cha hasara ya wokovu wetu. Tuachilie sisi tulio wa dunia tuendane na malimwengu. Wewe zingatia yale ya umilele. Yule wa pili angalisema, ili huyu wa kwanza ambaye anafikiri ni wa kupita asije akapotea. Wapendwa, kuokoa roho zetu sio tu jukumu muhimu katika maisha haya, ila pia ni jukumu la pekee. Ikiwa utaiokoa roho yako katika maisha haya, wakati wa hukumu, roho haitakusumbua kwamba uliishi katika umaskini, mateso na mahangaiko. Huko mbinguni hakuna umaskini wala mateso wala mahangaiko. Kwa upande mwingine, kama ukiipoteza roho yako katika maisha haya, itakufaidia nini huko jehanamu, wakati hapa duniani ulijihusisha na malimwengu ambayo sasa yakusaidii kufurahia uzima wa milele? Ikiwa roho yako inapotea, yale ambayo ulishikamana nayo hapa duniani, iwe ni utajiri, iwe ni mali, iwe ni heshima, iwe ni vyeo, watu au vitu, starehe na mengineyo, sasa yote haya yanakuwa ni ubatili mtupu kama upepo upitao. Na ndiyo maana Zaburi 49 anasema, binadamu pasipo Mungu hata dumu katika fahari yake, atakufa tu kama mnyama. Na yale yote ambayo alijikusanyia katika maisha haya bila Mungu, atakapokufa atawachia wengine vurugu, wakihangaika kugawanya, na huenda wakamlani kwamba ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo na ukufanya ya kutosha, kufa na huko unakoenda ukafe tena. Papa Benedikto alimwambia balozi wa mfalme, mwambie mfalme, kama ningalikuwa na roho ya pili ningeweza kupoteza hiyo moja, lakini kwa kuwa ninayo moja tu, siwezi kuipoteza hiyo kwa ajili ya mfalme. Mtakatifu Teresia wa Avila alizoea kuambia watawa wake, roho moja, umilele mmoja. Ni kama alitaka kusema, unapoipoteza hii roho moja, umepotea milele, na kwa sababu hiyo umepoteza uzima wa milele, ndio kumpoteza Mungu mwenyewe, na hiyo ndio ile mauti ya pili.
roho yetu inapopotea mara moja inakuwa imepotea kwa milele. Ndipo Daudi akauliza, jambo moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakaloomba, nikae nyumbani mwa Bwana maisha yangu yote. Zaburi ya 27 mstari ule wa 4. Mtume Paulo anaandika, wapenzi wangu, nilipokuwa nanyi mlinitii daima, na sasa niwapo mbali nanyi, endeleeni kutii. Fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko kwa ajili ya ukombozi wenu. Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 12. Wale wasiojali kuhusu wokovu wa roho zao hawataokoka. Kupata wokovu kunadai uwajibikaji, hata ikibidi kwenda kinyume na mkondo wa ulimwengu. Kwani Yesu mwenyewe anasema, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo hii ufalme wa mbinguni unashambuliwa vikali na watu wakali wanajaribu kunyakua kwa nguvu. Mathayo 11 mstari wa 12. Kwetu sisi kupata utukufu wa milele, maisha yetu ni lazima yafungamanishwe na kulandanishwa na maisha ya Kristo. Tembea wakati roho yako iko matatani na katika hatari. Ibilisi ni kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Wapendwa, niseme tu kwamba kukataa wokovu ni uovu usiorekebishika. Kukataa wokovu ni uovu usiorekebishika. Hakuna kosa tunaloweza kulifanya katika maisha hapa duniani kuliko kukataa kushughulikia wokovu wetu. Makosa mengine yanarekebishika, lakini hili hakuna marekebisho. Ni kama ile kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu. Katika kuishi kwetu na kuendelea katika hija ya maisha haya, ni lazima tuchague kwa uhuru wetu wenyewe, au tunaokoka au tunapotea. Kama tukipoteza mali tunazomiliki, tunaweza kuzipata baada ya kitambo fulani. Hata tukipoteza maisha yetu kwa namna fulani, ili mradi roho yetu imeokoka, tunaweza bado kufurahia. Lakini ikiwa tunaipoteza roho yetu, tuna hakika ya kwamba tumepotea milele. Tunakufa mara moja. Roho ikiwa imepotea, imepotea milele. Kwa hiyo baada ya uzembe huo, hakuna cha kufanya ila kulalama na kusikitika milele kwa kuipoteza roho yetu. Ndugu zangu, mateso makubwa jehanamu ni kule kufikiri ya kwamba roho zetu zimepotea, na kupotea huko ni kutokana na uzembe wa kutokujali kwetu. Ndugu zangu, usikubali kuhadaiwa na malimwengu, shetani na waandamizi wake. Kanisa daima likiongozwa na Roho Mtakatifu limeendelea kutuvuvia namna ya kuiokoa roho zetu. Mahubiri, maadhimisho ya kiliturujia yanayofanyika kanisani, kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, matukio kama haya tunayoadhimisha sasa kwa maana ya maziko, ni ukurasa ambao Mwenyezi Mungu ameufungua mbele yetu. Mama Pelagia anatuambia, nilikuwa kama ninyi, nilishiriki maziko ya wengine, leo niko ndani ya jeneza na kesho ni zamu yako. Leo ni marehemu na sisi sote ni marehemu watarajiwa. Marehemu ni nani? Ni yule aliyepata rehema. Mama yetu hana mahangaiko tena kuhusu magonjwa, hana nafasi tena ya kumhaini Mungu kwa kutenda dhambi. Na ndio maana tunaweza kusema, kwa sababu tuna imani ya kwamba aliishi vizuri, licha ya kwamba sisi tulimpenda, Mungu alimpenda zaidi. Kanisa la kifamilia ni msaada kwa anayependa kuiokoa roho yake. Hata hivyo, ni wangapi wanaozingatia huduma hizo za kiroho zinazotolewa na kanisa? Ni wangapi ambao tumejifungia sakramenti, hususan Ekaristi Takatifu na sakramenti ya upatanisho, ambayo ni misaada iliyobayana kwa wale walioumwa na nyoka wa sumu ya dhambi? Wanaweza kujongea sakramenti hizo kwa ajili ya wokovu wao. Kanisa kupitia maandiko limeendelea kutufundisha ya kwamba
Hukumu ya mwisho haitatoka mbinguni wala kuzimuni, ila ni katika mahusiano na mawasiliano na ndugu zetu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Je, hata unapokumbushwa hayo, iwe ni katika mahubiri au ni katika matukio kama haya, bado ushtuki? Kristo anajinafsisha na kujimwilisha katika ndugu zetu, na ndiyo maana natuambia, nilipokuwa na njaa ulinipa chakula au hukunipa? Nilipokuwa na kiu, nilipokuwa mgonjwa, nilipokuwa uchi, nilipokuwa mgeni, ulinitendeaje? Je, unapotafakari uhusiano na mawasiliano yako na ndugu zako au wale ambao Mungu anawapitisha katika maisha yako, iwe ni kwenye maeneo ya kazi au maeneo ya biashara au ni kwenye mitaa yetu, hususan ni maskini na wahitaji, ikifika siku ya hukumu, je, Kristo atasema, njoo uliyebarikiwa na Baba yangu, urithi uzima wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya watakatifu tangu kuumba ulimwengu? Au Kristo atalazimika kusema, ondoka kwangu mtenda maovu, ukaingie katika jehanamu ya milele iliyoandaliwa kwa ajili ya ibilisi na waandamizi wake? Angalia isije ikatokea kile nabii Yeremia anatuasa katika maandiko: mavuno yamepita, kiangazi kimekwisha, nasi bado hatujaokolewa. Yeremia sura ya 8 mstari wa 20. Yatakuwaje mateso kwa Wakristo ambao wamepoteza roho zao na sasa wanalazimika kuingia jehanamu, ambako hakuna kitulizo, hakuna kiburudisho, hakuna kupungua kwa adhabu, na mateso hayo ni ya milele, na kwamba haya ni matunda ya uzembe na ukorofi wa kutokusikiliza mafundisho na maonyo ya Kristo kupitia neno la Mungu na mafundisho ya kanisa? Tukumbuke simulizi la tajiri na Lazaro, yale ambayo tajiri aliyaishi hapa duniani na yale ambayo aliyaonja Lazaro hapa duniani, na wanapofika mbinguni nini kinachotokea. Mmoja angaliweza kusema, kama nikitenda dhambi moja bado ningaliweza kuokolewa. Ndiyo, huo ni ukweli, lakini kuna uwezekano wa kupotea na hivyo kuhukumiwa milele. Nabii Isaya anasema kilio cha Mwenyezi Mungu kiko, anatuelezea kilio cha Mwenyezi Mungu akisema, ole wao watoto wanaoniasi, wanaotekeleza mipango yao na si mipango yangu, wanaofanya mikataba kinyume na matakwa yangu, naam, wanarudia dhambi juu ya dhambi. Isaya 30 mstari wa kwanza. Tena nabii Hosea anasema, ole wao kwa kuwa wameniacha, maangamizi na yawapate, maana wameniasi. Nalitaka kuwaokoa, lakini wanazua uongo juu yangu. Hosea sura ya 7 mstari wa 13. Ndugu zangu, ni kwa nini nasema haya yote juu ya wajibu wa kuokoa roho zetu? Mama Pelagia ametufungulia ukurasa wa ukweli wa maisha ambayo kila mmoja wetu, kwamba unataka ama utaki, utapitia kusoma kwa machungu yake au kwa furaha zake. Naongea na walio hai, kwa sababu ukurasa huu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka mbele yetu ni mwaliko wa kujiandaa. Kesheni kwa kuwa siku hiyo yaja. Mama Pelagia alikuwa anaenda kanisani siku ya Ijumaa kwenda kumwabudu Mungu. Hakujua kwamba yatatokea haya ambayo tunayaadhimisha leo hii. Lakini Mungu hakufanya makosa kutuwekea ukurasa huu mbele yetu. Amefanya hivyo kwa sababu anataka kila mmoja wetu ajiandae kwa saa hii ambayo ni hakika. Kwa kutenda dhambi ya uasi na kubaki katika dhambi, hususan dhambi ya mauti, tena kwa muda mrefu pasipo kuungama, ukumbuke ya kwamba unauweka wokovu wako hatarini.
na kwa kweli roho yako haipaswi kuwekwa rehani. Kumbuka ya kwamba roho yako si nyumba au aina fulani ya ujasiriamali au bahati fulani. Fanya hivyo ni kukata tiketi ya kujiingiza katika mateso ya milele na hivyo kupoteza uzima ambao Kristo katika fumbo la Pasaka amekwisha kutupatia. Wapendwa, ninawaalika kwa namna ya pekee tumwombee mama yetu. Yeye katika hali aliyonayo sasa hawezi kufanya chochote. Kwa kuwa tunaamini juu ya kanisa la wahaji duniani na kanisa la washindi mbinguni, hatutasahau kuna kanisa la wateswa toharani. Wanaoteseka toharani hawawezi kufanya chochote, wanategemea kanisa la washindi mbinguni na kanisa la wahaji duniani. Mimi na wewe katika hija ya maisha haya, tunapoadhimisha misa na majitoleo mengine kuwaombea marehemu, ikiwa wamekwisha kuingia mbinguni, sala zao na dua zao zinakuwa kwetu ni kwa faida yetu. Ni sawa na mtu aliyeweka fedha zake benki akitegemea faida. Tuiombee familia yake iweze kupokea msiba huu kwa imani na matumaini makubwa, ili saa ile itakapofika Kristo awe Bwana na Mwokozi wetu akituambia, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, muingie katika uzima wa milele ulioandaliwa. Oh,
kuzingatia pamoja kwamba katika sakramenti ya mwili wake kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Pelagia afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na Washayo. Tumemaliza sehemu ya kwanza ya adhimisho la misa takatifu kwa ajili ya kumwombea wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Mama alikuwa ni mtoto wa pili kuzaliwa kati ya watoto 12 wa mzee Hussein Mtambuki Kimario na mama Maria Mwishie Mlai. Mama alibatizwa na kupata sakramenti ya komunio ya kwanza na kipaimara katika parokia ya Mkuu wilaya ya Rombo, na masomo alipata elimu ya msingi kutoka darasa la kwanza mpaka la 4 katika shule ya msingi Masho wilaya ya Rombo. Alipata elimu yake ya kati yani middle school katika shule ya Mkuu upper school, na baadaye alijiunga na chuo cha ualimu cha Murutunguru kilichoko wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza. Alihitimu ualimu, na baada ya kuhitimu pia mama alijiendeleza na masomo ya sekondari ya kidato cha kwanza hadi cha 4 katika kituo kilichoko Monduli mkoani Arusha. Baada ya kumaliza masomo yake, mama aliajiriwa kama mwalimu na alifundisha shule mbalimbali za msingi zikiwemo Magoroto, Masuguru na Kiwanda ambazo ziko Mweza mkoa wa Tanga. Baada ya hapo alihamishiwa mkoa wa Arusha ambapo alifundisha katika shule ya Baadaye alihamia mkoa wa Kilimanjaro na alifundisha katika shule za msingi za Okaseni na Chombo hadi alipostaafu. Katika shule zote hizi Mungu alimjalia kupata watoto 8, kati yao 7 tupo hai, mmoja alishafariki. Pia alijaliwa wajukuu 11 ambao kwa pamoja sisi tunamshukuru Mungu kwa maisha yake. Hata hivyo, pamoja na kuwa na watoto hao na wajukuu hao, mama amekuwa ni mama na bibi wa watoto wengi. Mama ametufundisha kupendana sisi kwa sisi kama watoto wake. Zaidi ametufundisha kupenda ndugu zetu na kuthamini watu wote. Yeye pamoja na baba yetu wametupa familia kubwa, kwani waliwaleta ndugu zetu wengine hapa nyumbani ambao tuliishi nao, na kwa hivyo tumekuwa familia moja kubwa sana iliyoshikamana. Mama yetu ameishi kwa karibu kwa vitendo, na hili ni somo kubwa kwetu, na leo hii tunajivunia kuwa na familia kubwa ambayo tumeshikamana. Kuna wakati nyumba yetu ilikuwa na wanafamilia wengi, saa ingine zaidi ya 20, lakini hatukuwahi kulala njaa wala hatukuwahi kupungukiwa, na wala nyumba haikuwahi kujaa, kwa kuwa kilichokuwepo tulikuwa tunakitumia kwa upendo. Vitanda vilivyokuwepo tulikuwa tunalala wote, tunashare, na hii imefanya familia yetu kuwa kubwa, tukishikamana na kupendana mpaka leo. Na hata baada ya sisi kukua, marafiki zetu wengi walijikuta wamekuwa tena watoto wa mama, maana tukiwaleta hapa wanaelewana na mama. Mwisho wa siku nakuta hata sisi marafiki zao wao wanakuwa marafiki zaidi kwa mama kuliko sisi. Mama alitufundisha kuwa na nidhamu ya maisha, kufanya kazi kwa bidii, na alituonyesha kwa mfano, na alituonya kutokuwa watu wa hovyo hovyo na bila masiara. Leo tunajivunia hatua tulizofikia katika maisha, kwani ni matunda ya malezi ya wazazi wetu.
Mama alikuwa mtu aliyenyoka na asiyependa kupindisha mambo. Alihakikisha anatusahihisha pale alipotuona tunakosea kwa nia ya kutujenga na kuhakikisha tunaishi maisha yaliyo sahihi. Kwa wengi wanaomjua mama yetu waliotuzaa, bali waliopitia kwenye mikono yake. Na waliopitia mikono yake ni pamoja na wadogo zake ambao aliwalea kama watoto, na mama yetu mdogo si mama mdogo, ni dada. Na shangazi zetu pia wengine ambao aliwalea kama ndugu zake. Na alikuwa na furaha sana akituona tukija nyumbani wote, hasa kipindi cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Na alijaribu sana kuhakikisha kwamba wote tunakuwepo hapa nyumbani, ikiwezekana hata mashangazi zetu wanawavuta waje tukae wote kama familia. Utumishi katika jumuiya na kanisa. Mwalimu Pelagia katika kila eneo aliloishi kama mwalimu alijishughulisha na shughuli za jumuiya kanisani na pia katika shughuli za kijamii. Katika majukumu ya kanisa, mama amekuwa akishiriki na kusali katika jumuiya mtakatifu. Na katika jumuiya hii amekuwa mweka hazina kwa karibu takriban miaka 22. Pia amekuwa mweka hazina katika kigango cha Chombo, parokia Huru kwa zaidi ya miaka 11. Na katika utumishi wa kanisa ameshiriki kikamilifu katika kufanikisha ujenzi wa kanisa ambalo jana tulifanyia misa kali. Aidha, hadi mauti yanamkuta alikuwa akishiriki katika ujenzi wa nyumba ya mapadri. Na wengi wetu ni mashahidi wa juhudi zake za kukusanya michango ya ujenzi kwa moyo mkuu zaidi. Hasa sisi wenyewe hapa nyumbani alikuwa akitubana kuchangia kanisa. Hata kama pale ambapo unalalamika kwamba hali ni ngumu, anakuambia toa, Mungu atakurudishia. Na kweli tuliona maneno yake hayo, basi Mungu aliturudishia. Zaidi mama kama mweka hazina wa kigango, mara nyingi Jumapili alikuwa akienda misa ya kwanza na mpaka misa ya tatu. Anakaa misa zote kusubiri kuhesabu sadaka, na kila Jumatatu alikuwa akiendesha gari kwenda mjini kuweka sadaka benki. Kwa kweli amejitolea sana kanisani. Mama alikuwa mshiriki wa shirika la Mtakatifu Agostino na alituhamasisha sisi watoto wake kujiunga na mashirika ya kanisa. Mama alituhamasisha kutumikia kanisa na kutolea Mungu. Zaidi katika uhai wake aliamini sana kwenye nguvu ya sala na alipenda sana kutuombea misa watoto wake. Nadhani karibu kila Jumapili mama alikuwa anaomba misa kwa ajili yetu. Na tunaamini kwamba kwa mama alikuwa mwombezi wetu hapa duniani akiwa hai, basi sasa mama ugonjwa na kufariki. Mama alikuwa akisumbuliwa na damu, high blood pressure kwa muda mrefu kwa takriban miaka 25, na aliweza kuishi na tatizo hilo bila kumletea athari zozote, kwa kuwa alikuwa akitumia dawa. Alikuwa akipenda kufanya check up. Mwezi huu ambao ni siku ya Ijumaa, mapema asubuhi akiwa njiani kuelekea kanisani, alipata shambulio kubwa la shinikizo la damu la ghafla, ambapo alikimbizwa katika hospitali ya KSMC Moshi, na ambapo madaktari na wauguzi walifanya kazi kubwa kujaribu kuokoa uhai wake. Hata mapenzi ya Mungu yakatimizwa. Mnamo tarehe 30 Machi 2025 saa 10:08 jioni, mama aliitwa kwa Muumba wake. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyokirimia mama yetu. Hii ni kwa sababu tumeelezwa kuwa tarehe 26 mwezi wa 3 2025 na tarehe 27 mwezi wa 3 2025 alihudhuria kongamano la sinodi, na tarehe 27 tunaambiwa kwamba alipata kitubio, sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo wakati mama, na siku ya Ijumaa hiyo tarehe 28 alipokuwa akielekea kanisani ndipo alipofariki. Kwa hiyo tunaamini kwamba mama kwa sasa
ni mtakatifu ambaye daima atakuwa akituombea, na hii ni kwa jinsi ambapo alikumbwa na kifo kwa ghafla, na sisi tunaamini hicho ni kifo chema. Watu wengi huwa tunaugua, tunapata jali, tunateseka kwa muda mrefu mpaka kufariki, lakini mama alipopata tu hiyo stroke alikuwa unconscious mpaka anafariki, hajateseka, amekufa kifo chema. Shukrani. Familia inapenda kutoa shukrani za pekee kwa wafuatao. Shukrani kwa baba paroko na mapadri wote kwa kuadhimisha misa takatifu ya mazishi ya mama. Na kweli tunashukuru sana mapadri, tunaona wengi, tunaamini kwa sababu mama alijitoa kanisani na ndio maana mko hapa. Pia tunamshukuru Profesa Mohamed Janabi wa Hospitali Kuu ya Taifa ya Muhimbili ambaye amekuwa ni daktari wa mama kwa takribani miaka 25, ambapo alikuwa akisumbuliwa na tatizo la high blood pressure. Na tunasema kwamba alimsaidia mama kuishi bila kupata changamoto kubwa za kiafya. Na pia tunatoa shukrani kwa madaktari na wauguzi wa Doctors Plaza Heart Clinic Dar es Salaam ambao wamekuwa wakimhudumia mama mara zote alipokwenda kuangalia afya yake. Pia tunawashukuru madaktari na wauguzi wote wa hospitali ya KCMC ambao walijitahidi kuokoa maisha ya mama. Zaidi tunawashukuru dada yetu, tunawashukuru sana kwa kumlea mama, kukaa naye vizuri kama bibi. Kwa kweli hatuna cha kuwalipa, Mungu ndo atarudishia. Mwisho, familia haina cha kuwalipa wote mliofika hapa kushika mkono na kushiriki katika ibada hii. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema azidi kuwabariki kwa baraka zake zisizo na kipimo. Katika kuhitimisha, tungependa kunukuu maneno kutoka kwenye Biblia ya ajili ya kufariji wote tulioko hapa. Hayo yanatoka katika sura 5 mstari wa 18. Nasema, shukuruni kwa kila jambo, maana Mungu kwa baraka alizotupa kupitia maisha ya mama yetu ambaye ametufundisha matendo mema ya uchaji na ukarimu. Na basi kwa hilo tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nipende kuwakaribisha mapadri kwa salamu za rambirambi kabla ya kumkaribisha MC kwa taratibu za salamu za rambirambi zingine zilizobakia. Tumsifu Yesu Kristo. Basi pamoja nami naomba niwasilishe salamu za pole kutoka kwa baba paroko Emmanuel Mwita Materego wa parokia Mtakatifu Joseph Alamano Ibada Dar es Salaam, pamoja na mapadri wote na waamini wa parokia hiyo. Basi tunatoa pole kwa kuwa dada Eugenia anasali katika parokia hiyo. Raha ya milele umpe Bwana. Roho ya marehemu Pelagia Makshayo ipumzike kwa amani. Asante. Basi Mheshimiwa Mpate, wana familia na waombolezaji wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Zipo salamu chache ambazo muda ibada tulikuwa tuliwapa nafasi, lakini basi tutaomba huu muda tutaukaribisha, na tutaomba utapofika basi taje jina na unawakilisha kundi gani au taasisi gani, na baada hapo tuweze kukamilisha vyema kwa heshima, na tukiendelea kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali
waliopo katikati yetu, tukiheshimu pia na kuthamini. Basi kwa namna pekee naomba nimkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri wa Utumishi na Utawala, Deus Sanga, kwa ajili ya salamu. Karibu Mheshimiwa. Ibada hii viongozi wote wa chama na serikali mliopo hapa, kipekee nitambue uwepo wa mbunge wetu wa mkoa wa Kilimanjaro Mashara Raymond, ambaye pia mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Mtakatifu Thomas More pale bungeni. Tambua uwepo wako na nashukuru kuona familia wote, familia ya mama yetu marehemu ambaye waombolezaji wenzangu, msifu Yesu Kristo. Kristo Maria yote, nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema, naye kwa namna ya pekee ametuwezesha katika siku ya leo kuja kumwaga mama yetu. Mimi kipekee nimekuwa nikisikiliza wasifu wa mama, nilikuwa nikisoma. Mimi upendo huu na ndio umetuvuta sisi wote tumekutana hapa. Tumetoka sehemu mbalimbali kuja kumwaga mama yetu. Mimi binafsi upendo wa mama nimeuona, tunafanya nao kazi pamoja. Leo hii nilipokuwa naona wasifu na kusoma wasifu wa mama, nikajua upendo huu umejengwa katika misingi ya malezi ya mama yetu huyu aliyelala hapa mbele. Jambo kubwa analotuachia sisi sote kuendelea kumwombea. Tunaweza kwa namna moja tukawa na huzuni juu ya kifo cha mama yetu. Kwa hiyo tunaleta salamu zetu za poleni sana. Poleni sana, mama alikuwa mwana wetu wote. Kila mara alipokuwa akija Dar es Salaam alikuwa anafika ofisini kwetu anatuombea. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa muhimu sana, tutamisi pamoja. Kwa hiyo itoshe tu kusema poleni sana. Lakini maziko haya na mengine mengi ambayo tumekwisha hudhuria inatufanya tuishi wasaidia watoto wetu
Familia ya Monyo, tumwombe Dennis, tumwombe Setlaswai, tumwombe pia Frank Masawe kwa niaba ya Alex Masawe PCA. Wakilishi wa marafiki kuongozwa na Mosha. Sana. Semua inaonekana maji. Ongeza hii misi mapema. Muulize simu yake inaonekana. Mangi, simu yako inaonekana? Mangi, unanipata Mangi? Popo. Anasema? Ananipata? Mwambie atumie kwako. Mwambie tumie simu yako. Mangi. Mangi, unanisikia Mangi? Kuna picha na TV? Naingilia nao jamaa zangu.